2025-26 kupitia kwa rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan kutoa tena fedha. Zamani miaka yote hiyo tangu 2016 mpaka 23 tulikuwa tunapata fedha kutoka kwa wadau mbalimbali wa maendeleo, lakini mwaka huu 2025-26 ni budget ya serikali yenyewe kutoka ofisi ya rais, ambapo hizo hela zimepatikana kwa ajili ya kupasua. Dar es Salaam tumepewa lengo la kupasua wagonjwa matatizo 500, na ili upasue mabusha lazima kunafanyika screening, kufanya uchunguzi mtu mwenye mabusha. Ndio tukapata idadi ya watu, tukaandika barua katika manispaa zote 5 kwa ajili ya kupata watu wenye matatizo. Tukapata mwitikio mkubwa kwa watu, wamefurika katika vituo vyetu vya kutolea huduma. Tulitenga vituo na tumeenda mbali zaidi mpaka tukatoa huduma ya uchunguzi tunaifanya mpaka kambi za wazee, magereza. Tutafika magereza, lakini na vituo vyetu vikubwa vya kutoa huduma, hospitali za wilaya zote za Kivule, Kinondoni, ambao Mabepande, alafu hospitali ya wilaya ya Kigamboni, hospitali ya wilaya iliyopo Ubungo. Bado vituo vile vinafanya kazi kwa ajili ya kufanya screen, na vituo vyote vya huduma. Mtu mgonjwa yote anayefika pale mwenye shida ya busha screen. Baada ya kumscreen atapelekwa kwenye kambi. Tuna kambi 2 ambazo tumeziteua kwa mkoa wa Dar es Salaam. Kambi ya kwanza iko Kinondoni, kituo cha afya Kinondoni, Dar Estate Kinondoni, na kituo cha pili iko Kelakala. Ndio muli hizi kambi 2, ina maana wagonjwa wote watakaopatikana baada ya screening kuwapeleka katika hayo maeneo ya kambi ya Kelakala na Kinondoni kwa ajili ya kufanya upasuaji. Zoezi letu limeanza screening jana tarehe 5, siku ya Jumatatu, na upande wa Kinondoni wagonjwa waliokuwa wamefika wenye matatizo ya mabusha walikuwa wamefika takriban wagonjwa 60 kwa siku ya jana tu, na jana tulifanyia screen kati hao wagonjwa 40 mpaka saa 7 walikuwa 40, mpaka jioni walikuwa washafika wagonjwa 80. Walikuwa na nini? Walikuwa tayari wanahitaji kupasuliwa, na Temeke walikuwa 70, na tukapata wagonjwa 50 mpaka kwenye saa 8 hivi. Kwa zoezi linaendelea na wamepangiwa tarehe za upasuaji. Kwa ina maana kuanzia Jumatano tutaanza upasuaji Kelakala pamoja na Kinondoni. Ikumbuke kwamba upasuaji huu unafanyika na madaktari bingwa kutoka hospitali yetu ya taifa ya Muhimbili, wenye madaktari bingwa wabobezi, ambao baada ya kupasuliwa idabana mgonjwa yule tutamreteni kwa siku 2 tu pale kituoni. Baada hapo ataondoka mwenyewe na ataenda kufanya kazi zake za kuzalisha uchumi. Baada ya upasuaji huu, faida yake kubwa, ina maana uwepo wa mabusha ina maana unachangia sana adha ya mgonjwa. Nafikiri mnaona waandishi wa habari jinsi gani adha na masumbuko na shida anazopata mtu mwenye ugonjwa wa busha, lakini pale anapofanya upasuaji, ina maana tayari pale ndipo anapokuwa salama hata katika masuala ya kijamii na kunyanyua uchumi. Na ukikumbuka kwamba katika haya magonjwa ambayo yapewa kipaumbele yamekwenda sambamba na magonjwa mengine ambayo Wizara ya Afya ukiwa na mkoa wa Dar es Salaam tumekuwa tukatekeleza magonjwa ya minyoo, ambayo tumetoa dawa za minyoo ili kupunguza adha kwa watoto wetu wa shule za msingi na watu kupata minyoo. Kwa ina maana haya yote yamekwenda sambamba kwa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa ina maana kwamba upasuaji huu unaofanyika ni mpaka tarehe 30 mwezi huu. Kwa hiyo jinsi ya kujikinga na mabusha, ikumbuke kwamba katika haya magonjwa ni magonjwa ya nchi za ukanda wa joto, kwa sababu yanaenezwa na mbu wa aina zote, na ndio maana ukiangalia Wizara ya Afya kushika wadau mbalimbali imekuwa ikitekeleza afua ya udhibiti wa malaria kwa kutoa vyandarua kwa kila mtoto wa shule za msingi alipewa vyandarua nchini. Na vile vile Wizara ya Afya kwa kushirikiana na wadau mbalimbali imeweza kupita serikali Mama Samia Suluhu Hassan kununua dawa kwa ajili ya kuweka kwenye vilivili vya maji. Kwa Dar es Salaam tumepata zaidi ya lita 2500
kwa ajili ya kung'amiza mazalio ya mbu katika madimbwi na katika maji yaliyotwama. Na ikumbuke kwamba hizi dawa zimepokelewa tangu mwaka jana, na zoezi la kuondoa viluwiluwi, jinsi ya kujikinga na magonjwa ya mbu inaendelea. Kwa hiyo ina maana kwamba na wakazi wote tunawasilikisha kwamba watumie nini, watumie vyandarua ili kujikinga na mbu.